nikutukuze wewe Bwana, wacha nikuimbie Bwana, wacha nikusifu wewe, wewe unastahili, wewe unastahili. Ninaona Mungu ametusaidia. Nina mambo mawili ambayo ninataka kuyasema kabla sijaleta neno. Jambo la kwanza ni kwamba kanisa letu la Full Gospel Churches of Kenya hapa Nakuru mjini, jambo la kwanza tunajua ni kanisa ambalo liko mjini na tumechukua hatua ambazo ni dhahiri. Kwa hivyo washirika wetu waambiwe mahali walipo wasiogope. Tumefanya kila hatua ya kuhakikisha tumetimiza masharti ambayo yanastahili. Jambo la pili ni kwamba tulisema ya kwamba hatutaacha kuenda online. We will just continue doing online. Tutafanya online. Na jambo ambalo nimeona, I have seen few of our washirika wananiambia, pastor, nimeona tumia data zako kusikia mahubiri ambayo ninakutumia. Tumia hata data zako kuniambia umepokea kenye nimekutumia. Usinyamaze tu. Nashukuru Mungu kuna wale wengi ambao wameniongelesha. So support your pastor kwa kumwambia vile anafanya online. Bwana asifiwe. Ambao niliuanza, ambao nimeupa kichwa chake hukumu katika nyumba ya Mungu, ama kwa kimombo judgment in the house of God. And this is what I said. When God wants to judge people or men that he created, he starts in his house. Why? Because he don't want to be a partial God. He wants to be just. That's why he normally starts from where his children are. Na tukagundua ya kwamba mtu asipochagua jambo mzuri, utajikuta umefanyika mbegu ambayo haistahili. Maana Yesu akasema, wacheni magugu na ngano na mbegu mzuri zikuwe pamoja. Sasa mimi najiuliza na nikuulize, wewe umechagua kuwa nini, mbegu ama umechagua kuwa magugu? Maana Mungu anasema wacha zikuwe pamoja. Hata kuguza, hata ukifanya vituko vyako unakuja kanisani, hana shughuli na wewe, anasema kama kule. Wewe unaenda unafanya vituko vyako unakuja, Yesu anasema waache wakae pamoja. Sasa wewe unaonaga tu uko sawa, unasema hallelujah, praise God, na wengine hallelujah, niliokoka 1950, niliokoka nini, nimejazwa na Roho sijui mwaka fulani, lakini bado haukujua ulibadilika ukawa magugu. Yesu anasema leke makole. Kwanza wewe ndio unakuta huyo ndiye anasifa sana. Akiongea watu wote wanasema amen. Akasema wacha zikuwe tu pamoja, nitakuja. Mpendwa, ndio unaona hukumu itaanza katika nyumba ya Mungu. Kwanza kushughulikia the weeds. The weeds, tukasema the weeds huwa inakuwa kubwa kuliko hata mmea. Kwa wale ambao wameenda shambani, hata najua umeshalima. Umeshalima ukakuta magugu ndio inakimbia, inakuwa ni kama ndio ulipanda, na sio hiyo ulipanda. Alafu inakuwa na mizizi strong. Uking'oa inang'oa mpaka mbegu yako. Na bado unakuta haijatoka, yani mizizi yake ni mingi kuliko hata mbegu uliyopanda. So hata magugu katika nyumba ya Mungu ina mizizi, lakini Mungu anasema nitaishughulikia kwanza. So judgment itaanza katika nyumba ya Mungu, na kwa hivyo wapendwa, wacheni tufanye sehemu yetu. Nikamaliza kwa kusoma Waebrania 13 aya yake ya 5. Pahali maandiko yanasema ya kwamba tujichunge tusiwe na tamaa ya mali. Tujichunge sana tusiwe na tamaa ya mali. Na vile vile tujichunge sana tusipotee. Maana Mungu anasema mimi sitawaacha wala sitawapungukia. Yaani ni kumaanisha nyinyi niliowaita kama watoto wangu, nyinyi niliowachagua, nikawaweka alama, nikawaweka muhuri, nikawaweka thibitisho. Nimeamua sitawaacha. Na tena sitawapungukia. So ni either mtu mwenyewe amue. Na tumesoma John 17:12. Yesu akasema wale umenipea hakuna mmoja nitaachilia, unless awe ni mtu wa uharibifu, awe ni mtu ambaye amekusudiwa katika uharibifu ambao utakuja, maana amejipoteza.
Na tukasema ni vizuri kuchagua. Uchague, utataka kuwa mbegu mzuri ama utataka kuwa magugu. So I want to speak about deciding. Ninafanya introduction na saa yangu hapa imeisha. Kwa hivyo naomba mnipe dakika 10. Mniongezee dakika 10. Nataka nisome Joel. Joel 3:14 nikiongea kuhusu uamuzi. Nilikuwa nikisoma neno hili linanichekesha na linatuma pia nikasirike nikiwa kwa ofisi. Unajua neno la Mungu linakata kuili. Linakufurahisha sana, linatuma juu, neno la Mungu linakata kwa kuzuri, linakata pande hiyo unasikia wow. Hapa inaongea kuhusu decision. Maybe I can start from verse 2. Joel 3 and verse 2. Let the nation be roused. Let them advance into the valley of Jehoshaphat. For there I will sit to judge all the nation on every side. Mungu anasema wacha mataifa wainuke. Wacha mataifa waende mbele. Wafike katika bonde la Yehoshafati. Maana huko mimi nitatoa hukumu kwa sababu ya mataifa yote, kwa sababu ya pande zote. Unasikia? Mungu anasema I'll do judgment. Verse 13 inasema swing the sickle, for the harvest is ripe. Come trample the grapes, for the winepress is full, and the fast overflow. So great is their wickedness. Biblia nyingine inasema ya kwamba ni kwa nini mnakaa mkihinda katika uamuzi. King James Version inasema ni watu ambao wanasita katika uamuzi. Lakini maandiko yanasema mavuno yako tayari. Come, trample the grapes, for the winepress is full and fast overflow. So great is their wickedness. Unaona? Inashangaa. Mungu anasema mavuno yameiva, lakini anarudi anasema wingi ni uovu wao. Amekuja kufanya uhakimu, amekuja kuhukumu. Na anasema mavuno yamekuwa kama vile tumesoma katika Mathayo 13:30. Wakati mavuno yatakuwa tayari, Mungu atasema enda mngoe magugu kwanza na baadaye mbegu zifuatiwe. Na mbegu zikivunwa ziwekwe vizuri, ziwekwe kwa ghala. Sasa hapa mwandishi anasema ya kwamba enda, una Kiswahili? Hebu soma, una microphone hapo. 13. Hebu soma, simama tu usome na sauti kubwa pia. Matthew 13. Nini si Matthew, Joel. Joel 3 and verse 12, 13, 14. Tusikie na Kiswahili vile inasema. Mataifa na yaamshwe. Na yasonge mbele kuelekea katika bonde la Yehoshafati. Enda kidogo. Maandiko yanasema na ushike tu hapo. Mataifa yaamshwe. Kama vile leo ninakuamsha wewe kama Mkristo, uamke. Ujue ya kwamba kuna siku. Maandiko yanasema wasonge. Tunaamka tusonge tumkaribie Mungu. Tuendelee hapo chini. Mataifa na yaamshwe. Na yasonge mbele kuelekea katika bonde la Yehoshafati. Kwa kuwa nitaketi mahali pale kuhukumu mataifa yote. Amen. Yaliyoko kila upande. Wacha hapo. Nitaketi hapo. Mungu anasema nitaketi hapo. Ni hukumu mataifa yote yaliyo kila upande mpaka wewe. Kila upande, hata kwa uko Njoro, uko wapi, uko Ngashura, uko Freria, uko huko kwetu kunaitwa Greenview. Kila pande Mungu atafanya judgment. Endelea hapo chini ndio usiku. Tia mundu. Kwa kuwa mavuno yamekomaa. Rudia tena tia mundu. Kwa kuwa mavuno yamekomaa. Jooni. Mkanyange zabibu. Kwa kuwa shinikizo la kukamua zabibu limejaa na mapipa yamefurika. Unaona?
So mavuno iko kama vile Mungu anasema mavuno itakuja nitavuna. Kwa kuwa uovu wao ni mkubwa. Kwa kuwa uovu wao ni mkubwa. Hapa ni Mungu anasema wanasitasita katika uamuzi. So ndio ninakuambia ni vizuri kuanzia sasa uamue vile mtakaa na Mungu. Uamue, je, nitakuwa mbegu nzuri ama nitakuwa magugu? Maana kuna siku Mungu anasema nitaketi. Maji Mungu anasema nitaketi. Kama watu vile ukienda kotini mtu anaogopa, ukikuta jaji pale anakaa na kiti anazunguka hivi. Na unajua sasa leo siku nzuri. Sasa Mungu anasema nitaketi. Nifanye uamuzi, na anasema kwa kuwa uovu wao. So anafanya judgment na uovu uko mwingi. What do you think the judgment will be? What do you think the judgment will be? So ni vizuri kuamua. If you read Deuteronomy 30 and verse 15, ni vizuri tuamue ya kwamba sisi ni watu ambao wamewekwa muhuri na Mungu na hatutabadilika. Deuteronomy 30 verse 15 inasema hivi. Nasoma na Kimombo. See, I have set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways and keep his commandment, his decrees and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing to the Jordan to enter and possess. This day I call heaven and earth as witness against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers Abraham, Isaac and Jacob. Mungu alikuwa akiongea na wana wa Israeli. Anawaambia, nimeweka mambo mawili mbele zako. Nimeweka uzima na mauti. Yaani hiyo ni kusema alikuwa amewapea nafasi ya kuchagua. Kama leo Mungu amekupa nafasi kuchagua, nitaishi kama Mkristo halisi ama nitaishi vile ninavyotaka. Nitaishi, yani kuchagua, uchague. Na ukichagua ama utachagua, nitakuwa Mkristo lakini nitakuwa nikifanya mambo yangu tu vile nataka. Lakini ujue ya kwamba Mungu akija anasema nimeweka mbingu na nchi ikiwa ni shahidi ya kwamba nimekushauri uchague uzima. Yaani hakuna siku Mungu atakuja kwa maisha ya mtu kumpiga ndiye afanye vile unastahili kufanya. Hakuna Mungu ati atatoka mbinguni akuje apige magugu ndio zikue mbegu. Hakuna, anaziachilia tu zichague kuwa magugu. Hakuna siku Mungu alitupiga ndio tuokoke. Kuna wimbo mwingine nilikuwa nikikumbuka mtu mwingine, todo niniendere hile diende ile. A very good song, a Kikuyu song. Tikorazimishwa, darazimishirwa kuondoka. Ndokire nilikuja nimejitakia. Hivyo ndivyo Mungu alivyo, ni kuchagua. Wapendwa, chagua kuishi maisha kama mtoto wa Mungu. Uchague kuishi maisha mazuri kama mtoto wa Mungu. Uchague. Choose vile utaishi katika maisha haya. Na kwa hivyo nataka nisome Revelation 22:11. Revelation chapter 22 verse 11. Wacha usikie neno ambalo hapa mtumishi wa Mungu anaongea. Revelation 22 verse 11, what does the Bible say? Let him who does wrong continue to do wrong. Let him who is vile continue to be vile. Let him who does right continue to do right. Let him who is holy continue to be holy. Imagine.
Kama kuna jambo huwa linanifurahisha, Mungu amepea watu ruhusa. Ukitaka kuwa magugu, anasema endelea kuwa magugu. Na ndio unaona akisema kama kuna magugu katikati ya mbegu, iachwe ikue. Unaweza shikanisha neno hilo Matthew 13:30 na Revelation 22 verse 11. Anasema wacha magugu ikue pamoja, lakini hapa anasema wacha wale ambao wameamua kuwa watu waovu waendelee kuwa waovu. Wacha watu ambao wamechagua kuishi maisha tu waishi, maana kuna siku atakapokuja. Kuna siku Mungu anakuja kuhukumu, na hata church, hata kanisani. Hata kama kuna siku ya mwisho wa judgment, kuna wakati Mungu anakuja analeta kimambo tu kwa kanisa. Wale ambao wamesimama vuguvugu wanaondoka, unajua fulani alienda wapi? Fulani alienda wapi? Unasikia watu wakisema usio na hali sijui hiki. Hata hiyo ndio watu wanaanza kuongea. Nasikia huyo hata afadhali saa hii yuko sasa, ndio unajua kumbe ni Mungu ali. Yaani kuna wakati hata si siku za mwisho, kuna wakati hata kanisa inakujaga mpepeto wa aina fulani. So Maandiko yanasema yule ambaye atataka kufanya vibaya aendelee. Yule anataka kuwa msafi aendelee kuwa msafi. Ni kumaanisha nini? You decide, you choose. You decide. Ameweka uzima, ameweka mambo mazuri. Wewe uchague, nitaishi na mambo mazuri. Na siku ile hukumu itakuja, atakukuta umesimama. Maandiko yanasema, tulisoma John, the book of John, akasema 5 verse 24, akasema wale ambao watakuwa wamesimama vizuri hawataingia katika hukumu. Kwa hivyo hata kama atakuja kuhukumu, kuna wale anajua hata hukumu, maana atakuta wakiwa sawa, wamechagua kuwa safi, wamechagua kukaa vile Mungu anavyotaka katika jina la Yesu. Nilikuwa nikifikiria kuhusu Sauli, na saa yangu ndio hiyo. Nilikuwa nikifikiria kuhusu Sauli. Hebu tusome 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 verse 9. Huyu ndugu aliamua, alidecide kufanya dhabihu ambayo hakutakana afanye dhabihu. Hata katika nyumba ya Mungu ni vizuri, hata kama Mungu amepeana uhuru, tafadhali usitumie uhuru huyo vibaya. Huyu ndugu alikuwa mgojea Samueli akuje atoe dhabihu. Lakini yeye akaona kwani ni Samueli peke yake anaweza toa dhabihu. Akaitisha vitu akatoa dhabihu. Yaani ni kumaanisha aliamua. Angeamua kumgojea Samueli. Lakini yeye aliamua So maamuzi yako yatatuma Mungu ashughulike na wewe kulingana na vile umeamua. According to your decision, God will deal with you. According to my decision, unajua unasema pastor ananipoint tu. According to my decision, God will deal with me. Kulingana na uamuzi wangu, Mungu atanishughulikia. So huyu ndugu, hebu tusome verse 9. Niruhusu niende hapo nilikuwa pahali. 1 Samuel 13:9. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offering. And Saul offered the burnt offering. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Micah, I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and they will have not sought the Lord favor. So I felt compelled to offer the burnt offering. Verse 13. You acted foolishly, Samuel saying, you have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. So huyu ndugu aliamua kufanya dhabihu, lakini sio yeye alikuwa anatakana kufanya dhabihu.
Kwa hivyo alikuwa mbegu mzuri, lakini the moment alichoose kufanya mambo hakustahili kufanya, akawa mbegu, akawa magugu, na kuanzia hapo Mungu akamng'oa. Mungu akasema wewe, nimekukataa. Kuanzia hapo ndio walianza kugeukiana na Mungu. Mpendwa, Mungu amekuchagua. Tafadhali chagua kufanya yale Mungu anataka uyafanye. Na kuna jambo moja inanishangaza. Hukumu itakuja kama watu hawajui. Ukisoma maandiko yanasema kuna wengine watakuwa juu ya mabati, kuna wengine watakuwa shambani. So maandiko yanasema alipotoa tu dhabihu, Samueli akakuja. Nafikiri angekuwa na nafasi ya kusema oi, afadhali singefanya. So wapendwa, saa hii Mungu amekuweka muhuri kama mtoto wake. Chagua kukaa ukiwa mtoto wake. Don't change. Don't. Tafadhali usikubali ugeuzwe kuwa magugu na mambo. Maana Sauli aligeuzwa na mambo. Aliona Wafilisti wanakuja. Si nimwambia COVID imeleta hukumu, lakini kuna watu kama hawatajiangalia watasema COVID ndio ili, wataanza kuleta visababu. Sauli analeta visababu, niliona Wafilisti watatukuta kabla sijui nini. So kuna watu saa hii COVID imekuwa njia ya excuse. Wapendwa, na ni hukumu umekuja, sio kwako. Hata mimi nimesikia uzito wa COVID, nimesikia uzito, niulize, lakini nimeamua na nimechagua kusimama vile inastahili. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe kama Sauli visababu, niliona Wafilisti karibu watukute, niliona ni siku ya COVID sijui nini, niliona sijui kumekuwa. Only that, uwe careful. Fanya mambo yenye umeelezwa kufanya, lakini usilete visababu katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Sauli akatokea akamwambia umefanya upumbavu. That's why God will come and start his judgment in the house. Kukuta watu ambao walikuwa ni watoto wake, lakini wamefanya mambo kwa njia ya upumbavu. Uniruhusu nitumie neno hilo, maana limekubalika. Foolishness inapatikana kwa watu ambao hawafuati neno la Mungu. If you want to be wise, listen to the word of God. Do what the word of God says. Ukisoma Mathayo inasema, wale wanaosikia neno langu na kulitii, basi nitawafanisha na watu wenye hekima, waliojenga nyumba zao juu ya mwamba. Upepo ukaja, judgment ikaja, mambo mazito yakaja, COVID ikaja, lakini hawakuanguka. Mungu aliwasimamisha. Lakini kuna mtu mwingine ambaye alisikia neno hakulifanya. Nilimfananisha na mtu mpumbavu kama Sauli. Alichagua kufanya jambo la upumbavu, naye Mungu akawa amekuja, upepo ukakuja, gharika ikakuja, akaanguka. Bali anasema wakafanya vile haistahili, wakakosa kusikia neno langu, wakawa watu wapumbavu. Lakini juu ya upumbavu wao mvua haikukosa kuja, upepo haikukosa kuja. Let me tell you, ukiwa magugu mambo haitakosa kuja, itakuja tu. Hukumu haitakosa kuja. Bado mambo, ukuwe msafi usiwe msafi, judgment itakuja. Maandiko yanasema nao walianguka na mwanguko mkubwa. Nimemaliza ujumbe huu kwa kusema jambo lolote likija huwa linaanza katika nyumba ya Mungu, na huwa linakuja kujaribu watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ili kwamba Mungu aone jinsi watu wamesimama, na ili kwamba ajue ya kwamba yeye ni watu wa nje wakijua Mungu alianza kanisani hawatalalamika. Watu wa nje wakijua Mungu alianza hukumu katika nyumba ya Mungu hawatalalamika. Kwa kuwa alianza kwa wale ambao waliwaita, ndio sasa ametukuta. Bwana Yesu asifiwe. Simama. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambapo Bwana umetupa nafasi ya kusikiliza neno, ya kwamba umetuchagua tukiwa mbegu mzuri. Umetuchagua tukiwa watumishi wako, tukutolee dhabihu, lakini tutoe dhabihu ambazo umetukubali. Tuamue maamuzi mazuri ili kwamba tuweze kuwa upande wako. Hatutaki kuwa kama Sauli. We don't want to be foolish like Saul.
We want to be wise like Samuel, ambaye alifanya mambo ambayo Mungu aliwaambia. Naye sisi kama Wakristo tufanye mambo yenye unataka tufanye kama Wakristo, tuwe watiifu, tuwe watu wa upendo, tuwe watu wa kusameheana, tuchukie dhambi na tupende upendo wako. Na kwa hivyo ninabariki wapendwa hawa, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Tuseme amen. Amen. Unahitaji Bwana, wacha nikutukuze wewe. Bwana, wacha nikuimbie. Bwana, wacha nikusifu.